Kisa cha Ismail na Fatma, mstari wa safari ya njozi na majuto. Kwenye biashara ya Forex, katika kitongoji chenye shughuli nyingi cha Manzese, Dar es Salaam, palikuwa na wanandoa wachanga, Ismail na Fatma. Mapenzi yao yalikuwa kama ua la waridi lililochipua asubuhi, yaliyojaa ahadi na matumaini ya maisha bora ya baadaye. Ismail, mhasibu msaidizi katika kampuni ndogo ya ujenzi, na Fatma, mwalimu wa shule ya chekechea, walikuwa na ndoto za kawaida: kununua kiwanja, kujenga nyumba yao wenyewe na kuwapa watoto wao maisha ambayo wao hawakupata. Lakini mishahara yao midogo ilifanya ndoto hizi zionekane kuwa mbali kama nyota za angani. Siku moja, wakati Ismail alipokuwa akivinjari kwenye mitandao ya kijamii, alikutana na tangazo lililomvutia. Tangazo lilionyesha picha za magari ya kifahari, nyumba za kifahari na watu wakiishi maisha ya raha, yote yakihusishwa na biashara ya Forex trading. Maneno utajiri wa haraka, uhuru wa kifedha na fanya kazi ukiwa nyumbani yalimkaa kichwani kama wimbo wa taarabu. Fatma, mke wangu, nimeona njia ya kututoa kwenye haya maisha, Ismail alimwambia mkewe usiku huo, huku akimuonyesha tangazo lile kwenye simu yake. Fatma, kwa asili yake ya kuwa mwangalifu, alikuwa na wasiwasi. Ismail, mume wangu, mambo haya mtandaoni mara nyingi huwa na ulaghai, tuwe waangalifu. Lakini Ismail alikuwa ameshatekwa na njozi ya utajiri. Alimshawishi Fatma kwa kumuonyesha shuhuda za watu waliodaiwa kupata mamilioni kupitia Forex. Tutaanza na kiasi kidogo tu mpenzi, tutajifunza taratibu, alimhakikishia. Baada ya majadiliano marefu, Fatma alikubali, huku moyo wake ukiwa na kigugumizi. Mwanzo wa safari na asali ya ushindi. Ismail alifungua akaunti ya biashara, trading account, na broker wa mtandaoni aliyekuwa na sifa nzuri kwa mujibu wa maoni aliyoyasoma. Alianza kwa kuweka $200 kama shilingi 500,000, sehemu ya akiba yao waliokuwa wameiweka kwa dharura. Alitumia wiki 2 za mwanzo akijifunza kupitia video za YouTube na kusoma makala mbalimbali. Alijifunza kuhusu pips, leverage, stop loss haya na take profit maya. Biashara yake ya kwanza ilikuwa ya mafanikio. Alinunua EUR by USD na ndani ya saa chache akaunti yake ilionyesha faida ya $20. Moyo wake ulidunda kwa furaha. Fatma, nimefanikiwa. Hii kitu ni ya kweli, alipiga kelele kwa furaha. Fatma alitabasamu, lakini bado alikuwa na wasiwasi. Wiki zilizofuata, akaunti ya Ismail iliendelea kukua. $20 zikawa 50, kisha 100. Kila faida aliyoipata ilizidi kumpa ujasiri na kumfanya aamini kuwa amegundua siri ya utajiri. Alianza kutumia muda mwingi zaidi akichambua chati na kufuatilia habari za kiuchumi duniani. Mazungumzo yao ya jioni na Fatma hayakuwa tena kuhusu ndoto zao za kujenga, bali kuhusu harakati za soko la fedha, kiu ya zaidi na dalili za hatari. Kuona mafanikio ya awali, Ismail aliamua kuongeza mtaji. Fatma, kama $200 zimetupa faida hii, hebu fikiria tukiweka $2,000. Tunaweza kupata pesa ya kununua kiwanja ndani ya miezi michache tu, alimshawishi Fatma. Safari hii, Fatma, akiwa ameshawishika na faida alizoziona, alikubali kwa urahisi zaidi. Walichukua mkopo mdogo kutoka kwenye SACCOS ya kazini kwa Ismail na kuweka jumla ya $2,000 kwenye akaunti yao ya biashara. Kwa mtaji mkubwa, faida iliongezeka. Kulikuwa na siku walitengeneza $300 kwa siku moja tu. Maisha yao yalianza kubadilika. Walianza kula kwenye migahawa ya bei ghali na kununua vitu ambavyo hapo awali waliviota tu. Ismail aliacha kabisa kufuatilia bajeti yao ya nyumbani, akiamini kuwa mashine ya kutengeneza pesa ipo kiganjani mwake. Hata hivyo, dalili za hatari zilianza kujitokeza. Ismail alianza kuwa mraibu wa trading day. Alikuwa akikesha usiku kucha akifuatilia soko la London na New York. Kazini, umakini wake ulipungua na mara kadhaa alionywa na bosi wake. Alikuwa na hasira za haraka, hasa pale biashara ilipokuwa haimwendei vizuri. Fatma naye alianza kuvutiwa na msisimko ule. Alianza kujifunza na mara kwa mara alimpa Ismail ushauri wa nipea ipi ya kununua au kuuza. Walikuwa wamegeuka kuwa timu, lakini timu iliyokuwa ikielekea kwenye hatari bila wao kujua. Walianza kuacha kutumia stop loss, wakiamini kuwa soko litageuka tu na kuwapa faida. Waliongeza matumizi ya leverage, wakitaka faida kubwa zaidi kwa haraka. Dhoruba yaanza na akaunti inayeyuka. Siku ya Ijumaa moja, kulikuwa na tangazo muhimu la kiuchumi kutoka Marekani kuhusu ajira. Non-farm payroll. Wafanyabiashara wengi wa Forex huiogopa siku hii kutokana na mabadiliko ya ghafla ya bei, volatility. Lakini Ismail na Fatma, wakiwa wamelewa na mafanikio ya muda, waliona hii kama fursa ya kupiga hela ndefu. Leo ndiyo siku yetu, mke wangu,
Tukiipatia hii, tunanunua gari wiki ijayo, Ismail alisema kwa kujiamini. Waliamua kuweka dau kubwa kwenye GBP/USD, wakitarajia dola itashuka. Waliweka karibu 70% ya mtaji wao wote kwenye biashara moja, wakitumia leverage ya juu kabisa waliopewa na broker hii. Tangazo lilipotoka, soko lilikwenda kinyume na matarajio yao. Dola ilipanda kwa kasi ya ajabu. Ndani ya sekunde chache, rangi ya kijani ya faida kwenye akaunti yao iligeuka kuwa nyekundu ya hasara. Grafu kwenye chati ilishuka kama mwamba unaoporomoka kutoka mlimani. Funga biashara Ismail, Fatma alipiga kelele huku machozi yakianza kumlenga. Lakini Ismail alikuwa ameganda, macho yake yakitazama namba zikishuka kwa kasi ya kutisha. Alikataa kuamini kinachotokea. Hapana, itageuka tu. Haiwezekani, alinong'ona. Ndani ya dakika 5, zilipokea barua pepe kutoka kwa broker wao. Ilikuwa ni margin call. Daila, mtaji wao ulikuwa umeyeyuka wote. Akaunti yao iliyokuwa na zaidi ya dola 5,000 ilikuwa imesalia na dola chache tu zisizoweza hata kufungua biashara nyingine. Walikuwa wamechoma akaunti. Ukimya mzito na majuto. Ukimya mzito ulitawala ndani ya nyumba yao. Harufu ya ndoto zilizovunjika ilitanda hewani. Ismail aliketi kwenye sofa, uso wake ukiwa umefichwa mikononi mwake. Fatma alikuwa amejikunja pembeni, akilia kimya kimya. Fedha zao zote za akiba, mkopo waliochukua na faida yote walioipata, vyote vilikuwa vimetoweka kama moshi. Siku zilizofuata zilikuwa za mateso. Ismail alijifungia ndani, akijilaumu na kujiona kama mtu aliyeshindwa. Alikuwa amewapotezea sio tu fedha, bali pia matumaini ya familia yake. Fatma, japokuwa naye alikuwa na majonzi, alijikaza na kujaribu kumfariji mumewe. Walikuwa wamejifunza somo lao kwa njia chungu zaidi. Njozi ya utajiri wa haraka ilikuwa imewageukia na kuwa jinamizi la kutisha. Safari yao kwenye biashara ya Forex, iliyoanza na matumaini na furaha, ilikuwa imefikia mwisho wa ghafla na wa kuhuzunisha. Walibaki na deni la kulipa na somo kubwa maishani. Hakuna njia ya mkato ya kufikia mafanikio ya kweli. Utajiri unaotafutwa kwa pupa na bila maarifa ya kutosha, mara nyingi huishia kwenye majuto na hasara isiyomithilika. Kisa chao kikabaki kuwa funzo kwa wengine waliokuwa wakitaka kufuata njia hiyo ya njozi za Forex.